Elezea sharuti za kufaa kukusuru, na tulifika kueleza kwamba mtu hawezi kukusuru ikiwa hajaweza kutoka kwenye ule mji. Wanasema mujawazatul balad, kutoka ndani ya ule mji. Na tukaifafanua hii ni kusema kila mji una sehemu yaambiwa hapa ndipo mwisho wa mji fulani. Ndugu zangu, mipaka ya kaunti, mipaka ya serikali haizingatiwi kuliko mipaka ya wenyeji. Wenyeji wajua Mombasa mwisho wapi? Wenyeji wajua Lamu mwisho wapi? Amu mwisho wapi? Wenyeji mwajua Likoni mwisho wapi? Msiangalie kaunti imeweka hapa. Angalieni sharia. Sasa miji miwili imekuwa kama mji mmoja. Abubakar huko sangine miji hujengwa huu mji na mji mpaka ile miji miwili ikaja ikashikana, lakini huu ulikuwa ni mji na huu ulikuwa ni mji. Falikullin hukmu, si tutazingatia pale pale. Nyinyi mulipokuwa mkijua Amu mwisho wapi, Mombasa mwisho wapi, Nairobi imeshikana na Thika, kumekuwa tutu kwa ufu, huonekana kama mji mmoja. Mwisho wa Nairobi ni hapa, mwanzo wa Thika ni hapa, mwisho wa Thika ni hapa, mwanzo wa Thika ni hapa, khalas. Ukishakupita sehemu kama hiyo uambia wewe ushatoka ndani ya mji. Sasa zamani miji ilikuwa mingine ina maboma, mingine ina ukuta. Asema watakunu bimujawazati suri fil baladi almusawwari, kwa sini huwa ni katika kuupita ule ukuta katika miji yenye mikuta. Kuna miji mingine zamani ilikuwa na ukuta, tasikia haswa kuna miji mingine sehemu mtaa haswa huitwa ukutani, maana yake kulikuwa kuna ukuta wa Mui. Kama Amu kulikuwa kuna sehemu huitwa Langoni, yani ndio kuna lango la kuingilia mjini, na kuna mlango ndio wa kutoka nje ya mji. Wa mujawazatul umran fi baladin ghairi almusawwar, na kupita majengo, yani sehemu zilojengwa katika mji ambao kwamba hauna ukuta, ni majengo tu. Lakini kuna na kitu lazima tukifahamu, mashamba ya mji ni mji. Sio, mmenifahamu hapa? Mashamba ya mji ni mji. Hapa ndo kwenye mashamba ya Mombasa ni Mombasa, kwa sababu hayangeitwa mashamba ya Mombasa ila kwamba ni ya watu ni yako Mombasa. Sangine mji umeishia hapa. Huku sasa tukaanza kama kwetu Amu kuna mashamba yale yako nje ya mji, ni ya wenye mji, ndio wekwa ng'ombe, wekwa punda, wekwa mbuzi, wekwa kondoo. Hamtotia mambuzi na mang'ombe majumbani, mtakuwa mwaweka lakini karibu na mji. Sasa kule ni nje ya mji, lakini maadamu ni mashamba ya mji ni mji. Tuelewe hili. Kadhalika katika sharuti za kufaa kukusuru, alilmu bijawazi alqasri shar'an. Haifai mtu kukusuru na yeye hajui kama alikuwa mimi hata sijui, mmeswali tu, nilikuwa sijui kama nafaa kukusuru, mimi nimejiswalia tu. Wakati ukiswali uswali na wewe wajua kuwa ilikuwa yafaa wewe kufanya nini? Kukusuru. Tumefahamu vizuri? Dawamu safari ila tamami swala. Nisikizeni ni nukta kwa makini. Anayekusuru ni mtu gani? Anayekusuru ni mtu gani? Msafiri. Anayekusuru ni mtu gani? Msafiri.
tuelewe watu wako aina tatu. Watu wako aina ngapi? Tatu. Kuna mustautin. Kuna mtu katika fikihi aitwa mustautin. Mustautin sisi Kiswahili humuita mkazi wa mui. Mkazi yani makazi yake ni mjini, mkazi wa mji. Kitaka kusema Kimombasa, sijui kama Mombasa huitwa namna hiyo. Na hapa siwaoni watu wengi watu wa Kimombasa. Leo kuna hao wengine Bahindi, labda tuambie Kihindi nini. Mkazi wa mui ni ule mtu ambaye kwamba la yadhanu saifan wala shitaa. Kawaida hasafiri ila kwa dharura. Kawaida hasafiri ila kwa dharura. Mathalan, kuna ndugu zetu hawa asili yao kutoka Barawa. Mambo yalipitika wakaja kuishi huku. Hivi sasa maisha yao ni huku, lakini usafiri wakaenda makwao kule kutembelea watu. Lakini sasa maisha yao yamekuwa ni wapi? Ni huku. Sasa huyu sasa hivi aitwa mkazi wa mui. Manake yuwasafiri, lakini akisafiri yuwasafiri kwa dharura. Ikiwa nimekupa mfano wa mtu alokuja kama mimi. Mimi si mtu wa Mombasa, na usema siku zote mimi si wa Mombasa. Lililoleta Mombasa ni mambo yalonieta Mombasa, lakini mimi si mtu wa Mombasa. Mimi ni Muamu na naifakhiri kuwa mimi ni Muamu, na nawashukuru watu wa Mombasa kuwa nimekuja wakanipokea. Jazahumullah khair. Na ndio kaona kuna mambo mengine wasiwezi kuyazungumza, si kwetu. Waarabu kwambia ya gharib gaadib. Mgeni shika adabu. Ukiwa mgeni kuwa na adabu. Usijiachie tu. Ukiwa kwenu shawa fanyia utakalo. Sasa mtu wa kwanza ni mtu anaitwa mustautin. Yani ni ule mtu ambaye kwamba hasafiri ila kwa dharura. Biashara ameenda, ni umra, ni hija, ni ameenda harusini kutembelea watu, lakini huyu aitwa nani? Mustautin, mkazi wa mui. Kisha kuna na muqim. Muqim ni mtu alokaa mahala kwa lengo kwamba akisha kulipata atafanya nini? Ataondoka. Ni kama wale walokwenda Saudia kufanya kazi, walokwenda Dubai kufanya kazi, na wengine walokwenda Ulaya. Waswahili hukwambia mtu huachama kwao kwa shida za kilimwengu. Ni shida tu. Kuna watu kule Ulaya ziliwapeleka ni shida, lakini wenyewe wana strategies yao kwamba mambo yao yakishakuwa vizuri watarudi zao makwao. Sijui tumefahamu hapa tofauti. Sengine mtu anaweza kwenda mahala kama mimi, natamani nirudi zangu Lamu, kwa sababu nitapata kwanza ile professional yangu. Mimi ni mwalimu, natamani kuwa nasomesha, kuna madrasa nasomesha, natamani ndio professional yangu. Napenda kukaa na wanafunzi, na nimejaribu kuwaomba wanafunzi sana waje niwafungulie darasa. Watu hataki kusoma dini. Nimekosomesha hapa msikitini saa 6, watu zito zimejaa mambo, wengine ndaa zimewashika hivyo hivyo. Huku sikusomesha, huku ni kutoa tu darasa. Kusomesha yani mnashika ibara baada ya ibara. Sasa mtu wa pili ni muqim. Muqim ni mtu aloenda sehemu, lengo lake ni ende akakidhi matakwa yake, kisha afanye nini? Arudi. Tumefahamu vizuri? Usishike tama wewe. Umefahamu? Mtu wa kwanza tumesema ni mustautin. Mustautin ni ule mtu ambaye kwamba ameshatulia, yani mimi hapa siondoki. Kama nikuondoka ni kwa dharura. Mwingine amekuja hapa lakini lengo lake ana kazi mwenyewe aifanye, akishakuimaliza, akishakupata haja yake atarudi zake kwao. Ule aitwa nani? Muqim. Kama mtu mathalan amepewa transfer, yeye ni mtu wa Mombasa, akapewa transfer ende Malindi, ende Kilifi, atafanya kazi, lakini akipata nafasi yuarudi zake kwao Mombasa. Mtu wa tatu ni msafiri. Msafiri ni mtu gani? Msafiri, sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Ni mtu alokwenda sehemu
akawa nia yake hakunuilia kukaa zaidi ya siku ngapi? Hizi ni ngapi hizi? 4. Isokuwa siku ya kuingia na ya kutoka. Yoyote anayekwenda, sikiliza kwa makini, yoyote anayekwenda sehemu yoyote, lengo lake atakaa chini ya siku 4, isokuwa siku ya kuingia na siku ya kutoka, huyu yuaitwa ni msafiri. Ina maana ukinuilia kukaa zaidi ya siku 4 isokuwa siku ya kuingia na ya kutoka, wewe usijihesabu kama wewe ni msafiri. Narudia tena, yoyote atakayekwenda sehemu yoyote ikawa lengo lake ni kukaa zaidi ya siku ngapi? 4, isokuwa siku ya kuingia na ya kutoka. Ukiplus siku ya kuingia na ya kutoka zimekuwa siku ngapi? 6. Huyu aitwa msafiri. Mimi sitokaa zaidi ya siku 4. Lakini yoyote atakayeniulia atakaa zaidi ya siku 4. Yani mimi nenda Nairobi nitakaa wiki. Ukiingia tu Nairobi wewe si msafiri. Njiani wewe ni msafiri, lakini ukifika si msafiri tena. Narudia tena, yoyote anayekusudia kwenda sehemu kukaa wiki nzima, akifika tu ile sehemu hafai tena kufanya nini? Kukusuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye si msafiri. Itakuja masala, mbona shekhe mlipokuwa mmekwenda hija nyinyi kule Maka mmekaa zaidi ya siku 10, lakini mumefika mkaenda Mina mkakusuru mkajumuisha? Ile kukusuru kwa Mina na Arafa ni kwa ajili ya ibada ya hija, si kwa ajili ya safari, ni kwa ajili ya ibada ya, sijui umenifahamu? Lakini tuendapo Madina tukakusudia tukaa Madina siku 10, automatically tukiingia Madina tunaswali 4. Sasa mimi na safari mwezi, lakini nitakaa Malindi siku 4, nitakaa Kilifi siku 3, nitakaa Mambrui siku 3, nitakaa Garseni siku 3, wewe kusuru hata miezi 3. Lakini kila mahala hujakaa zaidi ya siku ngapi? Umenifahamu? Jamani, tumepafahamu hapa? Hapa ndipo watu kwambia, ustadh, mimi naenda safari, siku zangu ni ngapi? Wewe huitwi msafiri katika mlango wa safari ile ikiwa mwanzo safari yako ni ya halali, safari yako imeruhusiwa na sharia. Pili, iwe wewe ni msafiri. Msafiri ni yule anayekwenda sehemu ikawa nia yake hatokaa zaidi ya siku ngapi? 4. Kukaa sehemu moja, kama hapa atakaa siku 3 kisha ende, hata kama mathalan mimi naweza kunuilia kwenda zangu Tanga, nasema naenda Tanga mwezi, nitakuwa Tanga, lakini kile baada ya siku 3 natoka Tanga naenda kwingine, naenda tu kisha narudi. Ni kama nafanya nini? Sema kwambia mimi kusomesha wazee kazi. Ni kama na renew ile ruhusa. Yani mimi nimekaa Tanga, au mtu wa Tanga amekuja Mombasa, mwenye ana kazi yake atakaa mwezi hapa, lakini akikaa siku 3 yuenda zake Mtwapa. Mtwapa ni ndio Mombasa, si ndio Mombasa? Au apanda matatu tu yuenda Mtwapa kisha arudi. Ile kwenda Mtwapa akirudi kama yuanza tena kufanya nini? Kuke upya. Akikaa siku 3 yuenda tena Mtwapa, anza tena upya. Lakini ukikaa continuously pale sehemu zaidi ya siku ngapi? 4, wewe hufai kukusuru, hufai kujumuisha. Tumefahamu hii? Tumefahamu vizuri? Haya. Sasa mimi na wewe tumekuja hapa, nia yetu tutakaa siku 3 kisha twende zetu. Sawa? Mimi na swali na kusuru mwenyewe, wewe ukaja bosi, swali kwa raha zako. Ule mpango wa kuondoka hakuna tena, tumeambiwa tuketi mpaka baada ya wiki ndio mambo yatakuwa tayari. Siku zimezidi hazijazidi? Mimi niko ndani ya swala, lazima nikamilishe. Mwenyewe alikuwa ametiania kusuru, lakini yule ashanieleza. Wajua wewe ukiswali huwezi kusema mimi nitajifanya sikusikia. Umesikia?
Wajua kule kujifanya hukusikia ni kwamba ulikuwa hutaki ile kitu. Sawa? Lakini umelisikia. Wewe ulikuwa wajua, si tuakaa siku 2-3 twarudi zetu, si ndio? Lakini yeye amekuja, bosi, swali kwa makini, usiwe na papara. Si tuko hapa, amesema mpaka leo tarehe ngapi? 6, sio? Asema bwana mpaka tarehe 10 tutakuwa hapa. Ndio gari itatoka, ndio mshahara tutaupata, ndio. Zimezidi siku 3 zikuzidi? Na wewe uko ndani ya swala. Ina maana wewe ni msafiri tena? Mimi nimekuja ni msafiri. Mwenyewe nakaa siku 3 tu. Ndani ya swala nikapata habari au mimi mwenyewe. Wallahi kiwedha hichi kule Mombasa joto kweli kweli, kiwedha hichi. Sikai tena siku 3. Nimebadilisha mwenyewe ndani ya swala. Nitakaa wiki hapa. Wallahi weather nzuri sana. Weather Napoli. Ushabadilisha nia, umetoka wewe kwenye kuwa ni msafiri, sasa si msafiri. Kwa sababu tumekwambia msafiri ni mtu aliyekwenda mahala kukaa si zaidi ya siku 4. Kuna masala time tayari. Kuna masala yaitwa katika fikihi mas'alatu tawaqqu'i. Nitawagusia kwa udogo kuwapa utamu, lakini nitayabakisha nielezee siku nyingine. Lini Mungu akituweka hai. Wewe umeendea jambo, lile jambo kawaida lapatikana siku 1 siku 2. Lile jambo mathalan umekwenda kufuata logbook yako au umekwenda kufuata passport yako Nairobi. Tena wamekupigia simu, bwana njoo passport yako leo au kesho itakuwa imetoka. Ikichelewa kesho itakuwa imefanya nini? Ishatoka. Wewe ukajua mimi naenda safari ya siku 2. Ewe kila siku ukienda migration ukwambia njoo. Kila siku ukienda migration uambia njoo. Sasa hii inaitwa mas'alatu tawaqqu'i katika fiqh. Yaani kuna possibility ya kuwezekana leo, kuna possibility ya kuwezekana leo, kila siku yawezekana, haiwezekani. Unao haki ya kuweza kukusuru mpaka 18 days. Lakini lile jambo lilikuwa laweza kupatikana less than 3 days, mara yamebadilika. Hali ni hiyo hiyo, umekwenda kumwangalia mgonjwa, mgonjwa alikuwa tarajiwa ashuke, lakini kila siku mara pressure. Bana pressure. Apewa dawa onekana mzima, inshallah kesho discharge. Daktari akija kutaka kumdischarge pressure, basi waweza kwenda. Na hiyo walitukua wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokwenda katika ile umra alokuwa atarajia kufanya. Wale wakamwambia inshallah kesho mpaka siku 18. Wale walikuwa Mtume atarajia ataruhusiwa wakati wote kwenda kufanya. Zikafika sasa, wanazuoni wa fikihi wakachukua katika hili tendo la Mtume wakalipa jina mas'alatu tawaqqu'i. Lakini tutakuja kuyachambua kwa makini insha Allah taala. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri.